الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ويقول سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع بها الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ العضو عن المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد. رواه مسلم. عباد الله، أوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله. Na wahusieni ndugu zangu kama ninavyoihusia nafsi yangu kumwogopa Mwenyezi Mungu. Waladatka ummuka ya ibnu Adam bakia wannasu hawlaka yadhakuna surura fa'mal linafsika an takuna idha bakaw hina mautika dhahikan masrura. Mama yako mzazi alikuzaa wewe, wakati ulipotoka ndani ya tumbo yake watu wote wakifurahi na kucheka. Kila mmoja alifurahi tulipozaliwa sisi, ndugu zangu. Wannasu hawlaka yadhakuna surura fa'mal linafsika, fanya matendo mema kwa ajili ya nafsi yako, kwa ajili ya kheri yako ndugu yangu. Hina mautika, siku ya kufa kwako. Idha bakau, wale ambao walifurahi wakati wewe ukizaliwa, utakapofariki watakapokuwa wanalia. Dhahikan masrura, na wewe utakuwa unaondoka duniani ukiwa unacheka, uko ndani ya furaha. Haujawahi kuwaona watu ndugu zangu wakati wa kifo chao, mtu anafariki na huko anatabasam, anafariki na huko anacheka, watu wanamuosha mwili wake na sura yake inatoa bashasha, inatoa furaha ndani ya uso wake, kwa sababu ya matendo mema ambayo alijiandaa kabla ya hapo. Na leo ndugu zangu, khutba yetu ya leo tutazungumzia matendo ambayo wengi wetu hapa labda tunayapuuza na kuyadharau, na ni katika elimu mojawapo ambaye Muislamu lazima awe naye katika maisha yake, naye ni fadla ya mtu kuwa na udhu. Muislamu leo kutawadha, ambaye labda wengi wetu tunaiona ni kitu ndogo sana, ni kitu ndogo katika maisha yetu. Ndio unaona wengi wetu sisi hapa hatuhifadhi udhu zetu ndugu zangu. Na ukitaka kujua Waislamu wengi leo hawahifadhi udhu wao, njoo wakati wa swala katika sehemu ya kutawadhia, ndio utajua Waislamu wengi leo imma kutojua, hawajui, au wengine wanapuuza, wanaona hili ni jambo ndogo tu. Lakini ya laiti watu wangelijua fadhila ya udhu ni kitu gani katika maisha yao, basi wallahi hakuna mtu angepuuza kukaa ndani ya udhu. Ndio unaona wema waliotangulia kama Said bin Musayyib
katika tarehe, huyu ni katika tabi'in, amepatikana kwamba amewahi katika maisha yake kila siku anasali salati al-isha kwa udhu aloitawadha katika salati al-fajri, namna walivyokuwa wanachunga udhu zao, kwa namna walivyojua fadhila ya mtu kukaa ndani ya udhu. Tupate kujua ndugu zangu, maji ya udhu ni maji takatifu ambayo inamfutia Muislamu madhambi yake kulingana na hadithi ya Mtume. Ni maji takatifu ambayo leo inakuingiza peponi wewe. Ni maji takatifu ambayo itakupatia nuru siku ya Kiyama. Ndugu zangu, tupate kujua hii udhu ambayo wengi wetu leo hatuna habari nayo, tunayachukulia ni mambo ambayo yanafaa kufundishwa madrasa, sio kwenye mimbar kama hii. Hizi ni vitu vya kuwafundisha watu wadogo. Kumbe wengi wa watu hapa hawajui namna gani ya kutawadha, wanatawadha sivyo, na wengi leo wanaichezea udhu wao, na wengi wa watu leo wanaidharau hii, kumbe hawajui thamani yake. Ni kitu ambacho leo inatakana izungumziwe sana misikitini, juu ya mimbar, kila mahali, mpaka watu wapate kujua hii fadhila ya udhu ni kitu gani katika maisha yao. Hii udhu ndugu zangu ni ibada miongoni mwa ibada, kama vile swala ilivyofaradhishwa na zaka ilivyofaradhishwa ni ibada hiyo. Saumu ya Ramadhani ni ibada, saumu za sunna ni ibada, kusoma Qur'ani ni ibada, kuleta adhkar ni ibada, kuvaa hijabu ya kisheria ni ibada. Basi mtu vile vile kukaa ndani ya udhu ni ibada, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitaja hii katika surati al-Maida. Mwenyezi Mungu anasema, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ila akhir al-aya. Enyi mlioamini nyie, mtakaposimama kwenda kuswali, osheni nyuso zenu. Hapa Mwenyezi Mungu anaelezea namna udhu inavyotawadhwa, ikiwa imetajwa ndani ya Qur'ani, sio kitu cha kudharauliwa ndugu zangu. Osheni nyuso zenu na mikono yenu mpaka kwenye makongo mawili ya mikono, kwenye mafundo mawili ya mikono, na mupake maji kichwani, na muoshe miguu yenu mpaka kwenye makongo mawili ya miguu. Na hii udhu ndugu zangu ni ibada na ni usafi. Usafi maanawiyan kwa maana yake, na hisiyan ni usafi ndani kwa ndani. Usafi wenyewe hatuyaoni sisi. Mtume wa sallam katika hadithi ambayo ni sahih anasema kwamba mtu yote ambaye anayetawadha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafuta madhambi yake katika mwili wake nzima. Sehemu ambayo maji ya udhu inapita, madhambi yako nayo inadondoshwa. Ukisukutua inatolewa madhambi ndani ya mdomo wako, ukiosha uso inatolewa madhambi kwenye uso wako. Mtume wa sallam anasema hatta takhruj min taht adhafirihi, min taht adfarihi, mpaka chini ya makucha yako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayadondosha madhambi unapotawadha wewe. Na hii ni usafi ambaye Mtume Muhammad sallam ameitaja kama ilivyokuja katika aya ya Qur'ani. Ndio Mtume sallam alivyoeleza, at-tuhur shatrul iman, usafi ni nusu ya imani. Usafi ambaye inaikusudiwa hapa ndugu zangu, wanazuoni wote wanakubaliana kwamba ni usafi wa udhu, ni usafi wa mtu kuwa ndani ya udhu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampenda mtu ambaye yuko ndani ya udhu. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Mwenyezi Mungu anawapenda waja wake ambao wanaotubia kila wakati, wanatubia madhambi zao, na anawapenda waja wake ambao wanajisafisha na maji ya udhu. Hii ndio ambayo iliyokusudiwa katika hizi aya, pamoja na kwamba usafi mwingine vile vile unahusishwa katika hizi aya na hizi hadithi, lakini la msingi hapa kinachozungumziwa ni usafi wa udhu. Ndugu zangu, tupate kujua udhu ni tahara, ni usafi, na udhu ni thawabu. Sasa hivi tumekaa hapa ndani ya udhu, kila mmoja wetu malaika wanamwandikia thawabu kwa sababu ya kukaa ndani ya udhu. Hakuna ibada miongoni mwa ibada ambayo Muislamu anapotekeleza anaandikiwa thawabu kwa wingi kadri namna atakavyokuwa ndani ya udhu kama ibada ya udhu.
Malaika wanaandika tu, ikitenguka wanasimamisha kalamu. Ukienda kutawadha tena wanaendelea kuandika mpaka saa zile udhu wako itatenguka. Na Mtume wa sallam anasema mtu yoyote ambaye anayekwenda kulala akiwa ndani ya udhu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtuma malaikatul muwakkal minas samaa. Mwenyezi Mungu anamtuma malaika rasmi kutoka mbinguni, anakuja anakaa kwenye kitanda chako, anakuombea Mungu mpaka alfajiri. Anamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma ighfir li'abdika fulan fa innahu bata tahira. Mwenyezi Mungu, msamehe mja wako huyu na mtie kwenye baraka zako na kheri zako. Kwa nini? Kwa sababu amelala akiwa ndani ya udhu. Leo malaika, ndugu zangu, anakaa kwenye kitanda chako anakuombea Mungu mpaka alfajiri. Na saa nyingine wenda ikawa hii ulopanda kitandani kwenda kulala ndo naumatul maut, ndo usingizi wa mauti yako. Wewe umepanda kitandani huna habari, malakal maut anakungojea kitandani na wewe huna habari. Basi huko ndani ya kheri, ndugu zangu. Utachukuliwa roho yako ukiwa ndani ya udhu na malaika wanakuombea Mungu. Hii ni kheri baada ya kheri. Leo utafikiaje ndugu yangu furaha la utaambiwa ulipokuwa umejitupa kitandani, alikuja mama yako mzazi akakufunika na blanketi, akakaa kitandani mama yako akaanza kukuombea dua mpaka alfajiri. Lao utapata habari hizi ndugu zangu, utafurahi kiasi gani? Ni mama yako mzazi huyu, na dua ya mzazi ni mustajaba kwa mtoto wake. Lakini malaika ambaye leo hawamuasi Mwenyezi Mungu, la yaasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun, hawamaasi Mwenyezi Mungu na wanafanya kama walivyoamrishwa. Wanakuombea Mungu mpaka alfajiri. Kwa tendo gani? Tendo ya mtu kulala akiwa ndani ya udhu. Tendo ya mtu kulala akiwa ndani ya udhu. Na leo ndugu zangu, ukitaka kujua wewe ni katika waumini wa kweli, angalia, je, wewe ni miongoni mwa watu wanaohifadhi udhu? Mtume wa sallam ametaja katika hadithi ambayo ni refu. Mwisho wa hadithi Mtume anasema, wala yuhafidhu ala alwudhu illa mu'min, hajahifadhi mtu udhu wake isipokuwa huyu mtu ni mu'min wa kweli. Yani kila ikitenguka hapo hapo anatawadha, ikitenguka hapo hapo anatawadha, mpaka anapokwenda kulala analala akiwa ndani ya udhu wake. Yani wewe leo unalala ukiwa ndani ya udhu, na moja katika sababu ambayo inatengua udhu ya mtu ni mtu kulala. Lakini kwa sababu umelala ukiwa ndani ya udhu, ile usingizi inapokubeba udhu wako inatenguka ndani kwa ndani, na malaika wanaendelea kukuombea Mungu mpaka alfajiri, kwa sababu ulilala ukiwa ndani ya udhu. Leo sisi wengi wetu hapa ndugu zangu tumeyapuuza haya. Wengi wa watu leo hawatawadhi. Mtu anaingia nyumbani kwake bafuni au chooni saa 1 asubuhi, anatoka ndani ya ile choo au ndani ya ile bafu kana kwamba hii nyumba haina maji. Atangoja masaa 6 masaa 7, wakati wa dhuhuri sasa ndo aje atawadhe. Anaacha kitu cha thamani katika maisha yake, na yeye mwenyewe hana habari ndugu zangu. Hana habari. Ndio hapa ndugu zangu, kila mara tuanze kuwafundisha watoto wetu manyumbani wakae ndani ya udhu. Anataka kwenda shuleni atawadhe, na kule shuleni ikitokea udhu wake imetenguka, na we Muislamu uko kazini, hata kama itabidi ununue maji, nunua maji shilingi 50 ndugu zangu, usikae bila udhu. Hii ni kheri, na ni kheri kwako wewe. Leo Suleiman al-Ashqar kwenye kitabu chake kidogo hivi, hichi kitabu kinaitwa Alamul Jinn, niko nacho nyumbani, ulimwengu wa majini, the worlds of the jinn. Suleiman al-Ashqar anasema jini anamuogopa mtu ambaye yuko ndani ya udhu. Unajua kwa nini ndugu zangu? Ni kwa sababu yeye ameumbwa kutokana na moto, na dawa ya moto ni maji. Kila ukijimwagia maji ya udhu unamuumiza yeye, na kila ukikaa ndani ya udhu anaumia, hawezi kukaa hapo. Ndio unamuona mtu yoyote ambaye amesibiwa na jini, au amefanywa sihiri, au amepigwa na jicho mbaya ya ain, au amefanywa hasad, mwambie alazimishe udhu katika maisha yake. Leo wengi wa watu wanasibiwa na mambo haya ndugu zangu,
hawafanyi wajibu wao. Wewe leo unataka kusomewa Qur'ani ya ruqya na wewe mwenyewe haufanyi wajibu wako. Wajibu wako maana yake ni nini ndugu zangu? Maana yake umkaribie Mungu zaidi, ukae ndani ya udhu, usome Qur'ani kila siku, uamke tahajjud, usali swala 5 msikitini kwa wakati wake, utoe sadaka, ulete adhkar za asubuhi na jioni. Hii ndio wajibu wako. Ni mfano wa mtu leo ambaye anaugua maradhi ya sukari. Anakwenda hospitalini, daktari anamfanyia vipimo vyote. Daktari anamwambia wewe umepatikana na sukari type fulani, aina fulani ya sukari. Anamwandikia dawa, anamwambia nenda ukatumia hii dawa, baada ya mwezi urudi hapa tukupime tena. Lakini huyu daktari hamwambii huyu mgonjwa wa sukari, kuanzia sasa usitumie vitu vya sukari, vitakudhuru. Sasa huyu mgonjwa anakwenda anatumia dawa ya kumtibu sukari, na anatumia vitu ambavyo vitaleta madhara katika maisha yake. Anakula tambi, anakula pilau, anakula biriani, anakula halua, anakula kaimati na mengineo haya. Sasa huyu mtu atapona vipi? Manake intakana afanye wajibu wake, na yeye vile vile awache zile vyakula vya sukari. Ndio huyu ambaye amesibiwa na majini. Moja katika mambo ambayo itamuokoa huyu bwana ni akae ndani ya udhu. Ule jini hawezi kukaa hapo katika maisha yake ndugu zangu, hawezi kukaa hapo. Ndio unaona Mtume Muhammad sallam anasema katika faida ya udhu siku ya kiyama. Mtume sallam katika hadithi ambayo ni sahih ndani ya Sahih Muslim iliyopokelewa na Uthman bin Affan, Mtume anasema inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalin min athari al-wudhu, hakika umma wangu watakuja siku ya kiyama ghurran, nyuso zao zinang'ara. Maana yake ghurran, maana yake ni farasi ambaye ana rangi tofauti, lakini kuna weupe katika uso wake. Muhajjalin ni wale farasi ambao wameumbwa na katika miguu yao na mikono yao kuna rangi nyeupe, anapendeza. Maana yake huyu farasi ndio mtu yoyote ambaye siku ya kiyama atakayekuja anang'ara, mikono yake miguu yake inatoa mwangaza, uso wake inatoa nuru, min athari alwudhu, kwa sababu ya athari ya udhu. Na ndo hapa Mtume anawaambia maswahaba, hawa ndo mandugu zangu, hawa watu wangu ambayo hawajawahi kuniona mimi na wameniamini, na nitajua alama zao kutokana na alama za udhu. Ndio Mtume sallam siku moja anawauliza maswahaba ridwanullah alaihim, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi alkhataya wa yarfa'u bihi aldarajat, je, niwaambieni jambo ambalo inafuta madhambi kwa wingi na inampandisha Muislamu cheo mbele ya Mungu, inampandisha Muislamu daraja yake hapa duniani na kesho akhera? Wakamwambia bala ya Rasulullah, kwa nini usituambie? Akawaambia isbaghul udhu anil makarih ala al makarih, ni mtu kutawadha inavyotakana kutawadha wakati wa matatizo. Yani kuna dhiki labda ya baridi, kuna dhiki labda mtu anaogopa kushika maji ya baridi, anaona maji labda haimletii raha, na huko akatawadha tu. Hakuna jambo ambayo leo inafuta madhambi kama hilo ndugu zangu. Wa intidharu sala ba'da sala, na mtu kungojea sala baada ya sala. Umeshasali sala moja unangojea sala nyingine. Hakuna jambo ambalo leo ina thawabu na ina daraja mbele ya Mungu, na malaika wanakuombea Mungu mpaka ile swala itakapomalizika, kwa wewe kungojea swala baada ya swala. Wakati mwingine ndugu yangu huna kazi, wewe uko free, umeingia msikitini magharibi, usitoke humo ndani, kaa mpaka salati al-isha. Baada ya isha umeshaleta nyiradi zako, umeshaswali swala ya sunna na ukaswali na witri kama hautoamka tahajjud. Hapo ndo sasa uondoke. Usifanye haraka kila wakati ndugu zangu. Hizi ni nafasi ya dhahabu ambayo tuko ndani yake. Wa kathratul khuta ila almasajid, na mtu kuzidisha zile steps anapopiga kwenda msikitini. Kila ukipiga wewe step moja unafutiwa dhambi, na step nyingine unapandishwa daraja, na step nyingine unaandikiwa thawabu mpaka unapofika msikitini. Na utakaporudi naye ni hivyo hivyo. Ndio unaona wema waliotangulia walikuwa wakienda salati al-Eid kama Mtume alivyoelekeza, wakipita njia tofauti na ile njia waliokwenda naye.
Saa ya kurudi unapita njia hii unapokwenda, na saa ya kurudi wanapita njia mbali, ili waweze kufutiwa madhambi yao na waweze kuinuliwa daraja na waweze vile vile kuandikiwa thawabu. Ndugu zangu, hii ni ibada miongoni mwa ibada tukufu sana, ambayo labda wengi wetu tunaweza kusema ina usafi gani hii, na tunaosha sehemu ambazo haina uchafu. Kwa mtizamo wa akili ya binadamu iliyokuwa finyo, anaweza akasema, jamani, mbona tunaosha sehemu ambazo labda hata haina uchafu? Na labda umetoka kuoga, wewe mwenyewe ni msafi, unaosha uso, unaosha mikono, miguu, kichwa. Ilikuwa inatakana iudhu tuoshe sehemu ambayo labda ina uchafu ndani yake, sehemu za makwapa, sehemu za siri. Hizi ndio sehemu ambayo ilikuwa inatakana tuyaoshe sisi. Kumbe usafi ilo naye udhu iko mbali kabisa na ufahamu wa binadamu, iko mbali kabisa na ufahamu wa binadamu. Ndio hapa kila mara, ndugu zangu, tukae ndani ya udhu, tuwahimize watu wetu manyumbani, tuwahimize familia zetu. Wewe leo unatembea barabarani, hii udhu inakukinga wewe na mahasidi, inakukinga na watu wabaya. Wewe mwenyewe huna habari, ndugu yangu, inakukinga na vitu vingi sana. Tunatembea huku nje, ndugu zangu, tunapita kwenye mitihani nyingi sana. Viumbe wamejaa kila aina, majini, binadamu wenyewe hawana khairi na wenzao. Hii udhu inakukinga wewe, ndugu zangu. Jini anakutoroka, sheitani anakutoroka, watu wabaya wanayokutakia maovu, ile udhu inasababisha kukukinga wewe, lakini wewe unayapuuza, unaona kwamba ni mambo ya kawaida tu. Ndio unaona hii udhu, ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoitaja ndani ya Qur'an akaanza na enyi mlioamini nyie. Maana yake ni sisi Waislamu, na hawa ni wale ambao wana imani ya kisawasawa, ndio ambao watajua haya mambo. Ndugu zangu, wewe ni mtu ambaye unachukulia mambo ni kawaida tu, hauwezi kuyachukulia kwa uzito. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, ina maana swala yako ambayo unaiswali wewe haitokubaliwa ikiwa udhu haikuwa sawa. Hii swala ambayo ndio ibada iliyokuwa bora kuliko ibada zote, ibada iliyokuwa bora kuliko ibada zote ni swala, inategemea udhu wako, inategemea udhu wako. Usipotawadha sawa sawa, basi hii swala yako itakwenda habaan manthura. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo ni sahih, wailun lil'aqabi minan nar, adhabu kali itawafika wale ambaye visigino vyao haijafika maji, wataadhibiwa na moto wa jahannam. Unajua leo kuna baadhi ya sisi hapa tunakwenda kutawadha haraka haraka tu, sehemu nyingine ya mwili haifiki maji inavyotakana kufikwa, hasatan hii sehemu ya kisigino nyuma ya mguu hapa, chini yake hapo, mara nyingi utaona bado ni kavu, maji haijafika. Mtu anafanya tu hivi hivi, hata hakikishi kwa maji imepita, apate kujua, ndugu yangu, hii udhu wako itakuletea matatizo, itasababisha siku ya kiyama uweze kuadhibiwa kwa sababu ya hilo. Tutahadhari sana. Ndio unaona kuna baadhi ya watu wanapokwenda kutawadha hapa, mtu anaanza kuzungumza mambo ya mpira kwenye udhu, anazungumza mambo ya siasa, analeta mambo ya biashara. Wewe ushawahi kumwona mtu katika biashara yake, eti anafanya biashara, yuko dukani anauza, alafu anazungumza mambo ya mpira, mambo ya siasa, na makastoma wamejaa pale? Huwezi kumwona mtu anafanya hivyo. Lakini katika ibada kama hii ndio unamuona mtu sasa anaanza mazungumzo. Sasa ndio wakati mwingine unamkuta sehemu fulani ya mwili wake imepita na sehemu nyingine ameacha, matokeo yake anakuja kuswali, na hii swala anapigwa naye kwenye uso wake, na yeye mwenyewe hana habari. Mtume wa sallam aliposema kwamba faghsilu ujuhakum, osheni nyuso zenu. Hii uso, tukiulizana ndugu zangu, ni kitu gani hii? Tutaambiana kwamba uso wa binadamu ni kuanzia kwenye bapa la uso, mwanzo wa nywele hapa mpaka chini ya kidevu, hii ndio uso, na mwanzo wa sikio mpaka mwanzo wa sikio. Kwa hivyo hii sehemu yote ni uso. Mwenyezi Mungu aliposema osheni nyuso zenu, ni hii sehemu yote ya uso. Kwa hivyo ina maana macho iko ndani ya uso, pua iko ndani ya uso, na mdomo vile vile uko ndani ya uso. Ndio unaona wamekhtalifiana wanazuoni kuhusiana na mtu kusukutua ndani ya udhu na kutia maji puani na kupuliza katika udhu. Kuna baadhi ya wanazuoni wakasema kwamba hii ni sunna tu, sio lazima. Lakini kauli jamhur
na hii ndio kauli ya wanazuoni wengi kwa dalili ndani ya Qur'an na Sunna ya Bwana Mtume, kusukutua mdomo na kutia maji puani na kupuliza ni miongoni mwa mambo ambayo ni lazima. Usipofanya hivyo utakuwa huna udhu, kwa dalili ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu aliposema osheni nyuso zenu, maana yake mdomo uko ndani ya uso na pua vile vile iko ndani ya uso. Na Mtume sallam katika hadithi ambayo ni sahih ametaja riwaya mbili, anasema idha tawadda ahadukum falyatamadmad, atakapotawadha mmoja wenu basi asikutue mdomo. Hapa Mtume ametoa amri, na Mtume anapotoa amri juu ya jambo, Waislamu wote wanakubaliana kwamba hilo jambo ni wajibu. Utie maji mdomoni, usikutue, na ikiwezekana ndugu yangu upate kupiga mswaki, na inakuwa ni bora zaidi, manake kwa sababu unakwenda kusimama mbele ya muumba wako. Mtume sallam anasema laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli udhu, wa fi riwaya inda kulli salah. Lau kama nisingekuwa na shaka ya udhaifu wa umma wangu, ningewaamrisha wapige mswaki kila wanapokwenda kutawadha, na katika riwaya kila wanapokwenda kuswali wapige mswaki. Na mswaki, dini hii ndugu zangu haikuacha kitu. Ndugu zangu, Mtume ametufundisha mpaka namna gani ya kupiga mswaki. Katika Sahih Muslim imeandikwa mpaka ile sauti ambayo Mtume alikuwa akitoa akipiga mswaki wakati wa alfajiri, imeandikwa hiyo sauti katika Sahih Muslim. Maanake Mtume akiingiza mswaki kwenye koo yake ndani huko, akiingiza alafu akitoa sauti hii sauti imeandikwa ndani ya Sahih Muslim. Maana yake ndugu zangu, katika mdomo wa binadamu sehemu mbili ndio ambayo imejaa uchafu mwingi, na hapo ndo mahali ambapo mamilioni ya bakteria wanakaa. Wa khuliqa linsanu dhaifa, binadamu ni mtu dhaifu sana ndugu zangu. Una haja ya kuwa na kibri wewe. Ndani ya mdomo wa binadamu imejaa mamilioni ya viini bakteria. Ndio unaona baadhi ya watu wanapopiga mswaki, mtu anapiga meno tu, anafanya hivi na hagusi ulimi, lakini sehemu iliyojaa uchafu mwingi ni ulimi wa binadamu. Kwanza ulimi, ulimi ndugu zangu, na katika ulimi sehemu iliyojaa uchafu mwingi ni ile nyama ya ulimi iliyoshikana na koo. Hapo mwisho, hapo ndo mahali ambapo wadudu wengi wanakaa na uchafu mwingi huko hapo. Ndio maana Mtume akiingiza mswaki mpaka ndani huko. Na sehemu ya pili ambayo imejaa uchafu mwingi katika mdomo wa binadamu ni ufizi wa juu hapa. Maana yake uibadilishe mswaki wako, ugeuze juu, upeleke mpaka ndani ya koo kule, utatoa ute mwingi, na siku hiyo mdomo wako utakaa muda mrefu bila kutoa harufu mbaya. Wanasema baadhi ya madaktari, lao mtu anatumia kijiti kama hii kupiga mswaki, ambaye ndio bora kuliko mswaki wa plastiki kutumia dawa ya meno. Hii ndio bora ambaye ndio Mtume alivyokuwa. Tena kuna ile ambaye ni ya mzizi, ndio bora zaidi, ina dawa ndani yake na ina vitu vingi ambaye ina faida ndani yake. Hii dawa ya meno ambayo tunayatumia makina Macleans na Close Up haina nguvu ya kupambana wale wadudu ambayo wamo ndani ya mdomo wa binadamu. Haina nguvu. Madaktari wanakubaliana hiyo. Ndio unaona mtu anapiga mswaki kisawasawa na dawa ya meno, baada ya masaa mawili tu mdomo wake unaanza kutoa harufu mbaya. Lakini lao unatumia kijiti, na hasatan ile ya mzizi, ukapiga vile Mtume alivyofundisha, basi mdomo wako unaweza kukaa masaa 8 mpaka masaa 10 bila kutoa harufu mbaya. Ndio Mtume wa sallam kitu ya kwanza akiingia nyumbani anapiga mswaki kwanza, kwa sababu anajua hapa kuna wake zangu, kuna watoto wangu wanaweza kuja kunikumbatia, wanaweza kuja kutaka kunibusu, angalau wasikie harufu nzuri. Leo kuna baadhi ya watu malasafu shadid hawapigi mswaki. Wengine leo wanapiga mswaki na peremende ya Patco. Peremende ile ya, sijui kama mnaijua ndugu zangu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maana yake anakula peremende ameshapiga mswaki. Na ndio unaona akija kufungua mdomo hivi mbele ya watu utafikiri kuna panya imekufa huko ndani. Wala haula wala quwwata illa billah. Hii sio sifa ya Muislamu. Muislamu sifa yake ni mtu msafi. Mwili wake ni msafi. Kila mahali yeye yupo ni msafi. Ikiwezekana ndugu yangu uoge mara 3 kwa siku. Hii dini imetufundisha usafi. Ndio Mtume wa sallam akasema 5 min alfitra.
Mambo matano inaambatana na maumbile ya binadamu. Al-khitan, kwanza ni kutahiri, ni usafi huo. Leo madaktari wamekuja kugundua wale wasotahiri wanahatarisha kupatikana na maradhi ya kansa ya tezi dume, prostate. Wengi wao leo wanapatikana na maradhi haya. Alhamdulillah, sisi Waislamu hatuna matatizo hayo. Sisi sote hapa tumetahiri. Hao ndio sasa hivi wanaanza kuhangaika. Mtu anakaa na uchafu ndani ya mwili wake mpaka anaanza kunuka mbele ya watu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-khitan wal istihdad. Mtume sallallahu anatufundisha usafi, anasema na mtu kunyoa nywele sehemu za siri. Tena Mtume katika riwaya nyingine anasema qubulan wa duburan, mbele na nyuma. Si wewe leo unatembea na misitu imejaa mwilini. Kuna baadhi ya watu ndio ambao wanaona hiyo ni sifa mbele yao, mbele ya watu. La, na ikiwezekana, kuna hadithi ya Anas bin Malik anasema Mtume alikuwa anatuamrisha isipite siku 40 mpaka tuyafanye haya mambo. Walistihdad wa natful ibti, katika maumbile ya binadamu ni kung'oa nywele ya sehemu za makwapa. Wakati wa Mtume ilikuwa hakuna Gillette Blue 2 wala Nasset. Wakitumia, mtu anarowanisha maji kwenye makwapa yake, inakuwa laini ile nywele, anaing'oa. Pamoja na dhiki yote na uchungu wote, maswahaba walikuwa wakifanya haya kwa sababu ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni amri ya Mtume. Leo wallahi tumshukuru Mungu, ametuneemesha. Sasa hivi imetoka Blue 5, hata sio Blue 2 tena. Nini ambayo inakufanya wewe leo usiweze kunyoa nywele za makwapa na nywele sehemu za siri? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema waqassu sharibi, na mtu kupunguza masharubu yake. Mtume anasema aifu liha wa qussu shawarib, acheni ndevu na mpunguze masharubu. Khalifu lyahuda wan nasara, nendeni kinyume na Mayahudi na Manasara. Mayahudi na Manasara wananyoa ndevu, wanaacha masharubu. Sasa Mtume anasema nyinyi Waislamu endeni kinyume na wao, tuwahalifu. Sasa leo unamkuta Muislamu ambaye anampenda Mtume ananyoa ndevu, anaacha masharubu. Unajifananisha na nani ndugu yangu? Ndevu inampendezesha mtu. Mtu yoyote ambaye anayeweka ndevu anaonekana handsome mbele ya watu, anapendeza. Na yule ambaye anayenyoa ndevu kama karatasi nyeupe, huyu ndio ambaye anatisha mbele ya watu. Unajua kuna baadhi ya watu wanafikiria kunyoa ndevu hii kwamba anapendeza, bado anaonekana ni kijana, kumbe anaonekana mzee. Yule ambaye anayeacha ndevu ndio anaonekana kijana mbele ya watu. Hata leo takwimu inaonyesha wanawake wengi wanawapenda waume zao ambao wameacha ndevu. Hata watoto wadogo wanawapenda wazazi wao wa kiume ambaye ni baba zao, wale ambao wameacha ndevu. Kuna mtoto mmoja katika mitandao amezaliwa akimuona baba yake ana ndevu. Siku moja baba yake amerudi nyumbani ameshanyoa ndevu. Yule mtoto alianza kulia, akasema huyu sio baba yangu huyu. Wewe una ndevu, si baba yangu. Kwanza sasa hivi unatisha mbele yangu. Mtoto mdogo huyu anamwambia baba yake. Sasa wewe unanyoa ndevu ndugu yangu, hii ni kinyume. Unamuiga nani? Unawaiga Mayahudi na Manasara. Na Mtume anasema twende khilaf na hao watu. Twende khilaf. Alafu ndio Mtume sallallahu akasema wa taqlimul adhafir, katika usafi wa binadamu na maumbile yake ni kila wakati kukata makucha. Usikae na makucha marefu ndugu zangu. Hii ni tabia mbaya na ni uchafu. Leo ukitaka kujua usafi wa mtu, usiangalie ile mavazi aliyovaa. Amevaa mavazi iliyopigwa kanzu, imepigwa pasi, kanzu safi, ananukia, anatoa harufu nzuri, amepaka mafuta nazi. Hiyo si alama ya kumjua mtu msafi. Inawezekana mtu leo amevaa 3 piece na hajaoga wiki nzima. Wiki nzima ndugu yangu hajaoga. Ukitaka kujua usafi wa mtu, angalia makucha yake. Hii makucha inamtafsiri mtu vibaya sana na inamtafsiri mtu vizuri sana. Kwa sababu mtu atakapoona makucha yako umeifuga kama jini, namna ilivyokuwa ipo na namna ilivyokuwa chafu, mazingira yake ilivyokuwa mbaya, anauliza ndani ya moyo wake tu, jamani, ikishakuwa makucha huyu bwana ndio iko hivi, sehemu nyingine ya mwili itakuwaje? Maana yake unajidhalilisha mbele ya watu, wewe unafikiri kwamba ndio ustaarabu. Na kwa wanawake ndio mbaya zaidi. Leo wanawake wanafikiri kuachaacha makucha
ndo anajirembesha, anaonekana kwamba ni mrembo, mpaka wengine wanabandika makucha ya alama ya bandia kwenye mikono yao. Sasa hivi wanawake wamefika mahali pabaya ndugu zangu. Ile maumbile ya Mungu anaibadilisha, hawaitaki tena. Anakata nyusi ya Mungu, anabadilisha rangi ya Mwenyezi Mungu, anaunganisha nywele bandia ya maiti. Na mwisho wake mpaka sasa hivi wanawake hawa namna walivyofitinika duniani ndugu zangu, anakwenda anavaa maziwa, anaona matiti yake hii bado inaonekana yeye si mrembo, anafanya plastic surgery, anavishwa matiti bandia ndani ya matiti yake, na wengine katika sehemu ya makalio. Wala haula wala quwwata illa billah. Inawaletea kansa, inawaletea maradhi, wanajitia dhiki, hawana raha maishani. Mungu amekuumba na hizi vitu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajua inakupendeza wewe na ni kitu nzuri kwako wewe. Wewe unakwenda unayaharibu yote haya ukifikiri kwamba wewe ndo ambao unayefanya jambo la sawa. Kwa hivyo usafi wa mtu ndugu zangu ni kitu muhimu sana katika maisha ya Muislamu, na kila mara tujitahidi kadri uwezo tuanze kuhuisha hizi vitu ndani ya nyumba yetu. Sisi leo tunayasikia mawaidha kama haya, alafu mtu anayapuuza tu, anaona ni mambo ya kawaida tu. Hapana, wewe unapokumbusha ndugu yangu, kumbuka na urudi nyuma. Na ndo malengo ya khutba kama hizi, darsa msikitini, mihadhara, kuna halaka ya da'wa, kuna halaka ya ilmu, watu wanakumbushana mambo ya kheri, ili na wao vile vile wapate kujirekebisha. Hata wakienda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanakwenda ilhali ya kuwa wao ni watu wasafi. Aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Innal hamdalillah wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ويقول سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Labda nimalizie hadithi moja tu, haya mambo ni mengi, hatuwezi kumaliza kila kitu. Lakini katika hadithi aliyopokea Umar ibn al-Khattab ambaye imo ndani ya Sahih Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: ma minkum min ahadin yatawadda fayuhsinu alwudhu, hakuna mmoja miongoni mwenu atakayetawadha na akaitawadha inavyotakana kutawadhwa. Thumma yaqul, baada ya udhu alipomaliza akatamka maneno yafuatayo. Ndio unaona hapa dua baada ya mtu kutawadha, akasema: ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Na kuna riwaya ambayo ina matatizo ndani yake katika hadithi hii tu, ambayo baadhi ya wanazuoni wameikataa na wengine wakaihasinisha. Kisha ukasema: Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ukatamka maneno haya: Mwenyezi Mungu nijalie mimi miongoni mwa watu ambao watakaotubia madhambi yao, wanaotubia madhambi yao, na unijalie mimi ni miongoni mwa watu ambao wanajisafisha kila wakati. Utakaposema maneno haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: illa futihat lahu abwabul jannati thamania, isipokuwa huyu bwana atafunguliwa milango 8 ya pepo. Yadkhulu biha ayyiha sha, atachagua mwenyewe ni katika milango ya pepo haya anataka kuingia katika mlango gani. Ndio unaona ndugu zangu katika umuhimu wa udhu. Wewe ili kila mara upate hii fadhila, jitahidi kila wakati ukae ndani ya udhu, kila wakati unatawadha. Hata wakati mwingine ukiwa ndani ya udhu tawadha tena, ni nurun ala nur. Unataka kwenda kulala unayo udhu, tawadha tena, unaongeza nuru juu ya nuru, ili vile vile upate fadhila ya kuisoma hii dua. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakufungulia milango 8 ya pepo. Utachagua mwenyewe unataka kuingia katika milango gani. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأرض اللهم عن الخلفاء الراشدين الهداة المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن صحابة أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فنعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات، اللهم اجعلنا خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اجعلنا لك شاكرين ولك ذاكرين، وفي طاعتك راغبين، وعن نيرانك مزحزحين، وإلى جناتك داخلين. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم ثبتنا عند الممات، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا على الصراط يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والعزة. اللهم صل وسلم على محمد في الأولين، وصل وسلم على محمد في الآخرين، وصل وسلم على محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.